Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tupo Kivunge hapa, tumekutana na madrasatu tasawuf. Madrasa hii kama mnavyoona, hili jengo ni kwamba halipo katika hali nzuri na wanafunzi kwa bahati mbaya imebidi waondoke hapa. Tunakwenda huko mbele kuiona wanafunzi wenyewe insha Allah. Jazakallahu khair. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. أنا اسمي رملة علي مكان وأدرس في مدرسة التصوف الإسلامي. iko wapi? Kivunge. Tusome bismillah. وأقوم أمامكم لنقرأ لكم سورة الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي سوهم بلال عمر، أعيش في كيفونغا. Madrasa tasawuf ilianzishwa mwaka 80 na mimi mwenyewe nilianza kusoma mwaka kama 2000 hivi. Mpaka sasa hivi madrasa yetu ina wanafunzi 150, wanaume 60, wanawake 90. Ina walimu 4, wanawake 2 na wasaidizi wanaume 2. Inafundishwa nini? Inafundishwa hadithi, Qur'ani, tarbia na masomo tofauti ya Kiislamu. Imefanikiwa nini na mafanikio gani madrasatu tasawuf? Madrasatu tasawuf imefanikiwa sio sana, yani imefanikiwa mafanikio kidogo tu. Yepi? Kwa sababu pana changamoto mbalimbali. Tuanze mafanikio japo hayo machache. Haya, mafanikio tumepata wanafunzi wengine wamemaliza msahafu. Wengine wapo karibu na kumaliza. Alhamdulillah. Naam. Changamoto kwanza katika walimu ni kidogo, na hatuwezi kuchukua walimu wengi kwa sababu kwanza kutokana na malipo ni kidogo. Wanafunzi wanachangia, lakini wanachangia kitu kidogo tu, kupata umeme, kupata maji ndio wanachochangia wanafunzi. Changamoto nyingine ya wanafunzi kuhudhuria. Mahudhurio wanafunzi wengi sasa hivi wapo skuli, kwa hiyo mahudhurio unajikuta ni kidogo, hata upange program gani haiwi sawa. Vyoo katika madrasa vipo, tulijitahidi kuchimba tukafanikiwa, lakini vyoo hivyo vimefikia kupata mashimo tu na kutia manini yale, yani kiufupi havijatengenezwa, havijakamilika. Kwa hiyo tunashindwa kutumia vyoo hivyo. Jengo la madrasa liko hali mbaya, lipo la zamani, lakini hali yake ni mbaya sana na mmeliona nyie. Tumejaribu kuazima hapa mmeazima huyo. Tumeazima madrasa Ashifatul Islamia. Madrasa hii ni ya watu wazima haswa, lakini sasa hivi imegeuka ni madrasa ya wanafunzi wadogo wa madrasa tu tasawuful Islamia. Kwa hiyo rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, jumuiya kuendeleza elimu ya Qur'ani Zanzibar ikishirikiana na jumuiya ya Al-Iman kutoka Uingereza. Leo tumefika katika mji wa Kivunge katika madrasa tasawuf. Wallahi tumepita madrasa tasawuf na tumeiona hali ilivyokuwa mbaya sana. Imefika wakati wanafunzi wamehamishwa na kuja kuazima katika jengo la madrasa Shifa, ambao madrasa hii inasomea watu wazima. Sasa imekuwa ni kwa ajili ya watoto kwa vile jengo niliko hali mbaya sana. Kwa hiyo tunaweza tukaangalia
video yetu ya jengo jinsi ilivyo na kuweza kuwasaidia kwa hali na mali. Mwalimu, leo tumefika Jumuiya Kuendeleza Elimu ya Qur'ani Zanzibar kuwatembelea walimu wetu, lakini pia kuwakagua na kuwafikishia ugeni wetu huu, na wameleta zawadi yao hii kwa ajili ya madrasa. Hivi ni visaidia kazi kwa ajili ya utekelezaji mzuri katika masomo ya wanafunzi. Lakini pia kuna fomu hii. Hii fomu itatakiwa ijazwe. Ikisha kujazwa vizuri sana itarejeshwa kwa kiongozi wetu. Alhamdulillah, na pia kiongozi wetu yupo pale Mwalimu Faki. Kwa hiyo kisha kuijaza vizuri, ushaielewa, unaweza ukamkabidhi yeye akatufikishia tulipo inshallah. Shukrani. Una shukrani gani kwa Jumuiya ya Al-Imani? Tunashukuru sana kwa kuja Jumuiya ya Al-Imani na kutupatia vitendea kazi kama alivyosema mkuu wetu. Kwa hiyo na sisi tutavifanyia kazi. Asanteni sana, Allah akulipeni kila la kheri inshallah. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair.